baada ya uvamizi nilijua ni kitu cha kupita, lakini mimi nilimwambia mwenyekiti wangu wa wilaya nipe briefing ya kutosha, na kama mnaona kwamba mimi nilipeleka ujumbe wa Twitter na nilimwambia mgombea wetu wa urais na nilimtaarifu mwenyekiti wa chama taifa wakati huo kwamba kuna upumbavu unaendelea kule Arusha, wamevamia ofisi yetu. Yeye ni mashuhuda kwamba hii ofisi iko jengo la TFA. Hapa kuna benki ya CRDB, kuna benki ya KCB. Miaka yote tumeleta ofisi zetu za mkakati wa ushindi. Hizi ofisi hazina mjadala wowote mwingine zaidi ya kupanga namna ya kumtoa Magufuli madarakani na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Kila tukikutana hapa sisi, iwe asubuhi, iwe jioni, iwe usiku, kama kuna dua inafanyika, kama kuna saa inafanyika, ni mkakati wa kumondoa Magufuli madarakani na kumpeleka Chato akaritae kama wenzake. Hii ndo kazi ambayo hiyo ofisi inafanya. Hapa hatupangi kitchen party, hapa hatupangi kipaimara. Kwa vikao vyetu vyote kuanzia tulikoanza kampeni mpaka leo tunapanga namna gani ya kumtoa Magufuli madarakani. Hiyo sio siri. Na tutapanga kila mahali. Na nikitoka hapa leo nitakwenda kwenye mkutano wa hadhara kuwaambia wananchi namna gani Magufuli hafai, tumtoe madarakani pamoja na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Kwa kuvamia ofisi hii wakati wa kampeni, wakati ajenda yake ni kuitoa CCM madarakani, ni political assault. Ile movement ilikuwa ni ya kisiasa, na tulipata taarifa kwamba wana mpango wa kuvamia. Green Guard wameshatumwa hapa mara nyingi kutaka kuvamia hiyo ofisi. Mara nyingi wametuma Green Guard. Lakini kwa sababu ya mazingira, na sisi tulikuweka hapa sio wajinga, kuweka mimi ofisi yangu hapa ya kuratibu shughuli zangu za kampeni, niliangalia kwanza swala la usalama wa watu wote wanaokaa hapa. Hapa tunafanya digital campaign, tunakusanya namba za simu za wapiga kura wote kwenye kampeni za nyumba kwa nyumba, tunawapigia simu kuambia wasimpe Magufuli kura, tunawapigia simu kuambia wasimpe Gambo kura, wamkatae kama Magufuli alivyomkataa, tunawapigia simu kuambia wasitoe kura kwa madiwani yote wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hii kazi hapa ndo tunaifanya. Hatuna kazi nyingine, hapa tunafanya kazi hiyo. Lakini jana baada ya uvamizi, kwanza walipokuja niliambiwa, wameambiwa kuna watu haramu. Kuna watu haramu. Chama hiki wahamiaji haramu kutoka Kenya na Israeli. Nafikiri labda walisikiza maneno ya kwenye mitandao. Kwa walikuja kutafuta Wayahudi hapa na wa Kenya. Lakini kwa bahati mbaya waliokuta wakina Nanyaro, huyo Nelson Lema ni mdogo wangu, huyo Wilbert Tarimo ni shemeji yangu, ni kaka wa mke wangu, ambao wanasaidia baadhi ya kazi za uratibu hapa kwa ajili ya shughuli za chama chetu. Na unakumbuka kwamba uchaguzi umekaribia sana. Viola ni kaimu katibu wetu. Alafu hao vijana wengine wawili, Mudi pamoja na Joshua, ni vijana wetu wa mambo ya uratibu wa umesiaji. Hao ni vijana wanazunguka na magari yetu yanapokuwa yanatangaza mikutano ya hadhara kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mikutano yetu inakuwa ya amani, na vile vile wanazunguka na magari ili magari yetu yasishambuliwe. Kwa hiyo ni vijana ambao ni vijana wetu wa hamasa ambao kazi yao hao wawili ni kuzunguka ama kuratibu mikutano yetu kila siku. Jukwaa limefika, mambo yamekwenda vipi, wamewakamata. Sasa wameondoka na kompyuta moja ya desktop, wameondoka na laptop mbili na baadhi ya nyaraka nyingine mbalimbali na simu 8. Baadaye walivyobanwa, na mimi nilimtafuta RPC, nilimtafuta Kamanda Mduni mwenyewe, nikamwambia RPC kuna uvamizi unaendelea kwenye ofisi yetu na yangu kule Shoppers. Akaniambia hana taarifa, ngoja afuatilie atanirudia. RPC bahati mbaya alikuja kunirudia. Nilipokuja kumtafuta mimi sikumpata tena. Ni msaidizi wake aliniambia alikuwa amekwenda msikitini kwa ajili ya swala ya aladhuri. Kwa hiyo nikamtafuta IGP Kamanda Siro, hakupokea simu. Na Kamanda Siro wakati wa uchaguzi anafahamu Arusha huwa ni fragile, huwa nikimpigia simu kwa kweli huwa namueleza shida za hapa. Sasa wameondoka na hizo laptop zote, wameenda. Sasa umebadilika. Sasa imekuwa ni kwamba hao watu wote pamoja nao vijana wetu wa hamasa wa kwenye magari ya matangazo ni wataalamu sana wa kompyuta. Hawa ndio Waebrania wa Wayahudi,
wametoka Kenya na wengine Israeli. Ule Mudi itakuwa ndio wametoka Kenya, labda huyo Joshua Israeli, na Viola naye ni familia kabisa ya Yusufu. Wamekuja kwa ajili ya kuingilia mitambo ya benki ili kuiba fedha benki kwa ajili ya kusaidia kampeni Chadema, na vile vile kuja kuingilia mawasiliano ya tume ili kuweza kuchagua hao Ibrania ndio wako lock up, na walivyochukuliwa hapa walipelekwa lock up, hawakuruhusiwa mtu yoyote kumpa chakula. Mpaka sasa napoongea na ninyi hawajanywa chai. Mpaka sasa napoongea na ninyi tulituma viongozi asubuhi wa chama watoe hata chakula, walikatazwa. Mawakili wetu wamezuiwa na viongozi wetu pale. Ukienda pale eneo la polisi wameimarisha ulinzi kwa sababu wamekamata Waebrania na Wakenya hawa ambao waliokuta hapa. Kwa mujibu wao Mudi pamoja na Joshua pamoja na kaimu katibu, hawa ndio watakuwa walitoka Israeli kuja sasa hapa kutengeneza mkakati haramu. Sasa hii inasikitisha sana, na lakini tunafahamu kwamba huu ni mkakati ulikuwa unapangwa na kila kiongozi wa jeshi la polisi anatakiwa utekeleze kwa namna yake katika kila eneo. Mimi ni mwenyekiti wa kanda na taarifa za kanda nzima. Tukio kama hili jana lilipaswa kufanyika Hai, lakini tukio kama hili jana lilipaswa kufanyika Iringa, na kama litafanyika leo. Tukio kama hili jana limefanyika kule kwa Heche Tarime, na kwa Heche imeenda mbali zaidi. Polisi wametoboa speaker na singo, wamevunja, yani polisi wameingia ofisi ya uratibu, wamechukua kompyuta, wamechukua na watu, wakavunja na speaker za matangazo. Sasa tuna wakati mgumu kwamba polisi sasa ndio wanaofanya uhalifu dhidi ya haki za vyama vya siasa. Yaani kwamba mahali ambako tungekimbilia, na walikuwa wanaongea maneno machafu sana jana polisi hapa. Walimkamata Kitumbwizi, wakamweka kwenye gari, walimchania na shati yake. Wakawa wanaongea vitu vya ajabu sana. Wanasema nyie mnataka baba atawale miaka 5 tu na tuone kama mawakala wenu watasimamia. Kwa wamechukua data zetu zote kwenye laptop, na tunaamini kwamba walikuja kutafuta details za watu wetu, wasimamizi wa kura, waratibu na timu zetu za kampeni. Na ziko wazi, na kwa bahati nzuri tu Mungu amesaidia kwamba tuna timu ya watu karibu 6,000 ambao wanaweza wakawa mawakala kwa vituo visizozidi 800. Kwa maana yake ni kwamba hata wangechukua nini, na hilo alitupi shaka, lakini kwamba wamekuja kucollect data kwa ajili ya Chama cha Mapinduzi. Lakini mkakati huu utaendelea wa kudisturb mikutano yetu. Nafahamu kwamba hawa watu CCM walishaye kung'oa bendera na kupiga watu mbele ya OCCID. Mimi niko kwenye gari Karina low profile, namwambia OCCID na kuona hapa, nikishuka mimi nitaleta shida hapa, nenda kawachukua watu wanaofanya fujo. Haikuwahi kufanyika jambo kama hilo, polisi hawakuwahi kuchukua hatua yoyote, na OCCID alisimamia tukio. Badala yake alijibu kwamba mtaweka bendera nyingine. Kumekuwa na operation ya kung'oa bendera mji mzima wa Arusha mjini na kuvunja matawi, inafanywa na vijana wa Chama cha Mapinduzi. Tumeripoti gari kwa namba watu, na kwa video clip gari inaonekana. Mimi mwenyewe nimempelekea IGP Siro gari na video clip, nimempelekea RPC Hamduni, nimempelekea RCO. Hakuna mtu mmoja wala gari hiyo iliyokamatwa. Badala yake hiyo gari imekuwa ikifanya shughuli za kung'oa bendera mji mzima. Hata hivi karibuni shughuli hii imefanyika na nimpelekea message ya RPC. Shughuli hii imefanyika kung'oa bendera kata ya Mushono, kata Lorieni, Kimandolu, chini ya usimamizi wa jeshi la polisi. Sasa huko nyuma tulikuwa tunagombana na Green Guard katika masuala ya utovu wa nidhamu. Wao walikuwa wanakiuka maadili, wanakiuka utaratibu na sheria. Sasa hivi hatugombani na Green Guard. Sasa hivi wanaopaswa kusimamia sheria, wanaopaswa kufanya law enforcement ambao ni jeshi la polisi, kuangalia usalama wa watu, wao ndio wamegeuka kuwa wabakaji wa haki, wabakaji wa sheria, wabakaji wa ukweli. Sasa tunapata wakati mgumu, na naiona nchi hii ikienda kwenye wakati mgumu sana. Ninaweza nikapredict upumbavu huu usiposimama, taifa hili litaingia kwenye civil war, kwa sababu watu wanachoka kuonewa, watu wanachoka kudhalilishwa, watu wanachoka kunyanyazwa sana. Na nimtahadharishe tu IGP, kama ni maelekezo amepokea kutoka kwa mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi, ningemtahadharisha arudi nyuma, kwa sababu huu upumbavu hauna muda mrefu tunakwenda kuuzuia. Hatuwezi kuwa tunaonewa na polisi, hatuwezi kuwa tunadhalilishwa mbele ya polisi, hatuwezi kuwa wale ambao wana enforce law ndio wale sasa wanaokuja kutufanyia mambo ya kiuni kabisa. Tumefanya kampeni kwenye wakati mgumu sana, ni kwa vile tu ya uzoefu tulionao
tumeweza kukwepa majanga mengi sana. Uzoefu umetusaidia msione watu wakuumizana, uzoefu umetusaidia msione watu wakurushiana mawe. Mimi baadhi ya mkutano wangu watu walishakuja kwenye mkutano wangu wa Olmot, mtu alishawahi kuja kunivamia kwenye mkutano. Polisi wapo. Polisi wala hawakufanya kitu chochote mpaka nilipotafuta hatua ya kumpigia RPC Mduni simu ndio polisi wakaingilia. Na walikuwa wanataka kumwacha. Sasa kumekuwa na uvamizi wa ofisi zetu. Ofisi yetu mnafahamu ilichomwa. Wale choma ofisi nilimpelekea majina ya RPC. Nilimpelekea majina ya RPC na niliambiwa na viongozi wa Chama cha Mapinduzi kwamba waliochoma ofisi ya Chadema ni fulani na fulani. Nikamfuata RPC, nilikuwa na mwenyekiti wa wilaya wa chama, nikamwambia RPC kwa sababu kuna majina ya suspect tulikuwa tumeipa jeshi la polisi mwanzo, lakini baadaye baada ya investigation yetu tukarealize kwamba wale watu sio tuliopeleka majina yao mwanzo sio wale ambao walikuwa wamechoma ofisi. Tukarudisha nikamfuata mimi RPC, nikatafuta appointment, ilikuwa ni weekend, nikamwambia wale watu tulioliambia polisi ma detective wao kwamba wamechoma ofisi sio. Sasa tuna ushahidi kamili ya kwamba nani amechoma ofisi. Kuna vikao vingi vimepangwa. Nimempelekea clip mara nyingi hata RCO ya vikao vya ukatili vibaya vikipangwa. Vikao vimekuwa vikipangwa mji huu vichafu. Badala yake hao watu wanapata backup ya jeshi la polisi. Mimi naonya kama mwenyekiti wa kanda na naonya kama mtu ambaye nimechoka sana. Siwezi kuvumilia mateso. Siwezi kuvumilia mateso. Ni afadhali nikakutwa na jambo lolote kwa ajili ya haki. Na ni wito wangu kwa wanachama wa chama chetu kanda ya kaskazini, ni wito wangu kwa wanachama wa chama chetu jimbo la Arusha mjini. Upumbavu lazima ufike mwisho. Hatuna tena polisi wanaolinda raia haki na mali zao. Tuna polisi ambao wanafanya kazi ya uenezi wa Chama cha Mapinduzi. Kwa mimi natoa wito kwa vijana wetu wote kwamba sasa tuko wapweke katikati ya taifa ambalo linatafuta uhuru. Huu ni wakati ambapo wa kushikamano, kujenga solidarity ya kutosha. Nimewaita madiwani wetu leo wote kuunda solidarity ya kutosha na kaskazini nzima. Hatuwezi kuwa kila saa tunapigania haki, tunapigania utawala bora, alafu badala yake tunapata mateso na shida kwa sababu ya mambo kama haya. Ni mambo mengi, sidhani kama muda wetu unatosha kwa sababu ninafikiri hii habari nyewe pia mlikuwa mnakiunayo, lakini tutaendelea na vikao vya waandishi wa habari kila siku. Na sasa wamepewa kesi wale watu wako polisi, hatujui nini kinaendelea, na hata ukitaka kwenda kuwaona huwezi kuona. Tunaambiwa ni maelekezo kutoka juu. Mimi nimuonye Kamanda Siro, nimuonye sana Kamanda Siro kwamba sasa hivi amezungukwa na bunduki, sasa hivi amezungukwa na saluti. Kila anapoenda anaonekana ni mtu wa maana. Akitoa maelekezo yanaitwa maelekezo kutoka juu. Kama ni yeye anatoa maelekezo, afahamu kwamba rais wa Sudan alikuwa anatoa maelekezo kama haya, na wale waliokuwa wanawapa maelekezo leo ndio walimkamata wakamweka magereza. Nimekuwa bungeni kwa miaka 10. Nimeona watu ambao walikuwa wakifanya kazi na Chama cha Mapinduzi leo wakipata taabu nyingi. Watu waliochangia Chama cha Mapinduzi leo wakiitwa mafisadi na wako magereza. Hichi kinachofanyika kumbukumbu yake haitakaipotee, kwa sababu watu wanateswa kwa ajili ya haki. Hakuna kijana wa Chadema mmoja ambaye tumemruhusu awe mfanya fujo. Sisi tumezuia hata watu wetu wasing'oe bendera wala wasitoe picha ya mgombea wa Chama cha Mapinduzi, na tumeonesha ungwana, kuonesha ushirika na sera za kistaarabu. Lakini sasa kuna maelekezo ndani ya jeshi la polisi na kuna maelekezo hata siku ya uchaguzi. Wameongea jana kwenye gari hapo kwamba kuna maelekezo, na kwa bahati nzuri tutashare baadhi ya vitu na viongozi wetu, hata baadhi ya clip na viongozi wetu wa kitaifa kwa ajili ya kuyafanyia kazi katika international levels. Kuna vingine tutawapa leo kwa sababu kuna baadhi ya vitu hapa tumevinyonya jana wakiwa wanaongea vitu vya ajabu. RCO amekuja hapa aongea. Hii ni ofisi yetu, tunafanya uratibu. Hatuuzi gongo hapa, hatuuzi bangi hapa. Lakini ukiambiwa majibu aliyokuwa anajibu RCO anavyodhalilisha watu, anaambiwa tufuate utaratibu wa kisheria utusearch. Hatuna shida kama mmeambiwa hapa kuna jambo fulani, mkitafuta wahamiaji haramu, maana yake mngekuja kuuliza vitambulisho. Sasa wahamiaji haramu kila mtu akakuta ni mtu Mtanzania, hiyo imekwisha. Sasa watu walikuwa wanaratibu namna ya kuvamia benki kwa njia ya kimtandao ili kupata pesa kwa ajili ya kampeni za Chadema. Ndugu zangu waandishi wa habari, niwaombe na nyie, niwaombe sana kwamba leo polisi wanafundishwa kufanya uovu, wanapewa maelekezo ya kufanya uovu. Polisi wanapaswa kuonekana kama watakatifu. Ikiwa polisi leo hawana sura ya utakatifu, wana sura ya uhalifu, hatari sio kwa Chadema. Narudia na nasema mara nyingi, hawa viongozi wote wa Chadema hawa kwa ajili ya umri ama kwa ajili ya uzee ama kwa ajili ya mambo mengine
wanaweza siku moja mimi nisiwe mbele katika mapambano haya. Polisi, lakini polisi hata siku moja jeshi la polisi ama hawa wapo ama hawapo litaendelea kuwepo. Polisi toka imefunguliwa haitaka ifungwe. Ni muhimu kuwa na jeshi la polisi lenye credibility, kwa sababu unapokuwa na jeshi la polisi la vijana kwenye gari wanampiga kitungu, wanasema kama wewe, angalia wewe mtu mzima, wewe unafanya nini huko? Hatuwezi kuhakikisha baba lazima apite tena. Tutaona siku ya uchaguzi mawakala wenu hawata hapa. Hata kama polisi wanaolinda raia na mali zao, kwamba wana commitment ya holiness, yani kulinda raia na mali yake ni commitment ya utakatifu. Kama hawa ambao wanafundishwa kuwa na commitment ya utakatifu wanaweza wakatumwa kufanya vitu vya kiuni, wanafahamu deep inside. Tunaambiwa wakati wanawashusha wale vijana waliokamata jana polisi pale, wanasema bana, mambo mengine ni ya kipumbavu, tunatumwa kila siku. Ujinga huu. Wanakereka askari wadogo hao. Hata kama polisi ambao wanatakiwa wawe na sura ya utakatifu wanaweza wakawa na sura ya uhalifu. Kinachofundishwa ni nini? Kinachofundishwa ni jeshi la polisi kuwa la kihalifu kwa mtu yoyote, wakati wote, saa yote, bila hata kuwepo na uchaguzi. Kwa sababu ikiwa wao wamekuingiza wewe madarakani kwa uhalifu, ikiwa wao wanatumika kuua utawala bora na demokrasia, watakapomaliza hii hatua ya kwanza, hatua ya pili polisi watatumia bunduki zao kufanya uhalifu. Hatua ya tatu polisi watatumia mamlaka yao kuonea watu mitaani. Na ndio sababu unaona injustice, kubambikiwa kesi na uonevu mezesa. Polisi wanajua kabisa kwamba Dell, desktop ya Dell na CPU moja na laptop mbili zinazofanya uratibu wa shughuli za chama haziwezi kufanya uhalifu wa kibenki. Wanafahamu polisi. Na uweze kufanya uhalifu wa kibenki hakuna mtu anaweza kufanya uhalifu wa kibenki kwenye mtandao. Na nyinyi mnafahamu internet ambavyo ina operate, hawezi kuja mtu wa cyber akasema mko hapa mnafanya uhalifu wa kibenki. Ofisi iko plain, iko open. Hatufanyi siri. Ofisi yetu iko wazi. Polisi wanamaliza mikutano yaanza wasinikiza ofisini kwangu. Hata kama polisi wanaweza wakapewa mikakati ya kuhujumu utawala bora, demokrasia pamoja na utawala wa sheria. Wakimaliza hatua hii, hawa polisi wataamini kwamba utawala bora si jambo la maana, utawala wa sheria si jambo la maana. Hatari kubwa ni nini? Hatari kubwa, polisi wana bunduki. Hatari kubwa, polisi wanaweza wakaingia mahali popote kama walivyoingia hapa. Wanaweza wakaja kwangu wakaweka bangi. Hatari kubwa ni hiyo. Wanaweza wakaja kwangu wakaweka pembe ya ndovu. Hatari kubwa ni hiyo. Maana yake ni kwamba kama kuna kitu hatari kinachofanyika katika taifa hili na kinaenda kuua nchi hii, ni pale polisi wanapopewa maelekezo ya kufanya uhalifu na wanakaa kwenye kikao kujadiliana namna gani. Ni namna gani tunakwenda kuoppress demokrasia, tunakwenda kuoppress utawala wa sheria, tunakwenda kuoppress utawala bora. Hii ni hatari kupita kiasi kwa future ya watoto wa nchi hii, kwa future ya taifa hili. Kwa sababu polisi huyo huwezi kumkanya baada ya uchaguzi ukamwambia uwe na nidhamu, kwa sababu wewe mwenyewe ulishamtumia vibaya bila nidhamu kuharibu utawala bora, kuharibu utawala wa sheria na kuharibu utawala wa haki na misingi ya sheria katika taifa hili. Waheshimiwa waandishi wa habari, tunajua mnapita kuna changamoto nyingi. Ni muhimu sana, hata kama vyombo vyenu vya habari haviwezi kutoa sentiment zetu zote kuhusu hali nchi inayopitia, ni muhimu sana mkatumia akili zinavyoweza ili ujumbe wetu unaweza kufika kila kona. Hata kama kuna hatua mbili mtafanya, ya kuweka background ya logo ya kampuni yenu, ama kupeleka kama kama habari mbichi ili watu waweze kusikiliza kinachoendelea. Na wanachama wetu wanasema nyie mmezidi kulalamika, unaona wanachama wako wanakutukana, unaweka kwenye Instagram page yako kwamba jamani kuna tukio, unaona wanachama wetu wanatutukana, wanachama wetu wanataka reaction. Sisi tuna contain hii reaction. Waelewe tu kwamba hao watu ambao ni waoga sana, hao watu ambao wanaonekana wapumbavu sana walikuwepo Ivory Coast. Ivory Coast ilikuwa ni nchi ya kwanza Afrika kwa kuwa na amani. Ivory Coast ilikuja kuingia kwenye civil war. Mambo kama haya ndio yalisababisha Rwanda ikaingia kwenye genocide. Mambo kama haya yamesababisha machafuko. Watu wana hasira nyingi mioyoni mwao. Mimi na hasira nyingi. Mimi ningekuwepo jana wangenipiga risasi nasema. Ningekuwa hapa jana wangenipiga risasi na mwili wangu ungeenda Machame kwenda kuzikwa. Wacha hiyo itakavyokuwa. Na mahali nilikofika, let it be whatever itakavyokuwa. Wacha hiyo itakavyokuwa. Upumbavu, uonevu ya kwamba tunakwenda hata polisi, tunashtaki, tunafanywa fujo mbele ya polisi, hakuna action inachukuliwa. Upumbavu sasa ni mwisho. Na tumwambie RPC, tumwambie RCO, tumwambie IGP, na tumwambie mkurugenzi wa usalama wa taifa, na tumwambie CDOF,
Taifa hili ni kubwa kuliko Magufuli. Tumwambie CDF na mkurugenzi wa usalama wa taifa, taifa hili wajukuu zao watalikuta wakiharibu misingi ya nchi leo kwa kukibeba Chama cha Mapinduzi, kwa kubeba mtu mmoja, kwa kubeba Chama cha Mapinduzi, watu ambao hawana legitimacy na nchi. Ni hatari sana kwa usalama wa nchi yetu. Na kwenye viongozi wetu jana walikataa kufanya signing ya document yoyote kwa sababu walikuja kiuni, hawakuonesha search warrant, hawakuja na arrest warrant, hawakuja na nini, walikuja kivamizi. Yaani waliingia wakafungia, kama hapa tumekaa watu waingia wavamie, ufunge milango walikuwa hawana uniform. Lakini mwenyekiti wangu ananiambia aliona kwenye karatasi imeandikwa kuingilia mitandao ya kibenki. Lakini mwanzo walipoulizwa ni kitu gani mnafata, walisema tumeambiwa hapa kuna wahamiaji haramu kutoka Kenya, kutoka Israeli. Tukaambia hapa mnamuona Mwebrania, mkiangalia hapa mnamuona Mwebrania. Wakaulizwa na hii eneo lote lilikuwa attacked, lilikuwa hijacked. Hapa ilikuwa ni polisi zaidi ya 30 na mabunduki kuvamia kwenye ngome yetu ya mkakati. Sasa kama ambavyo nimesema ni kwamba viongozi wetu asubuhi wamekwenda kupeleka chai, wamekataliwa. Wamepeleka jana usiku chakula, wamekataliwa. Kwa mpaka sasa hatuna uhakika kama mahabusu kama hao ambao wako mahabusu wamekula nini. Hakuna mtu ambaye ameshaonana nao, na hatujui kama wanakula nao ama wanapewa sumu ama wanapewa kitu gani. Hatuna uhakika. Lakini tumewasiliana na mawakili wetu, na wakili wetu ameenda, amekataliwa kuona. Mimi kama kiongozi mkuu wa kanda na kiongozi mkuu wa chama kanda ya Kaskazini, baada ya press hii nitaenda huko kwa ajili ya jambo hili. Lakini kwa bahati mbaya jambo hili limetokea wakati tukiwa na kijana wetu Hamasa mwingine ambaye amefariki leo alfajiri. Na sasa unaona timu yetu imegawanyika kwa ajili ya kuandaa mazishi kama. Niseme tu ni kwamba baada ya kutoka hapa viongozi wakuu tutakwenda kumtafuta RPC. Nimemtafuta RPC this morning kuongea naye, hakupokea simu yangu. Nimemtafuta IGP kwa simu, hakupokea simu yangu. Lakini vile vile nimeshaongea na mwenyekiti wetu wa taifa na katibu mkuu na taarifa, na nafikiri uongozi wetu wa chama makao makuu unajadili sasa, sekretarieti ya kamati kuu inajadili sasa, na kamati ndogo ya kamati kuu inajadili sasa, na chama chetu kitatoka na tamko makao makuu kuhusu all situation yote katika mipaka yote ya nchi nzima, kwa sababu hili tukio lilikuwa limepangwa